Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Amma ba'du, ndugu zangu katika imani, na kuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hakuna mafanikio ya kweli nje ya hili jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Hata kama mwanadamu atakuwa ametekeleza sababu zote za kufanikiwa katika jambo lolote, akatekeleza hizo sababu zikatimia kitaalamu, kisayansi, lakini ikiwa hiyo mipango yake imeuzuliwa, imetenganishwa na jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani anataka aende kwenye mafanikio huku ucha Mungu ameuacha nyuma, Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenye kuendesha kila kitu amesema hiyo haiwezekani. Kwa hivyo amejalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na hizo sababu nyingine tunazoziendea kwa ajili ya kutafuta mafanikio, ni lazima ucha Mungu uwepo, ni lazima kumcha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala kuwepo, na huo ni wasia wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala kwa watu wa zamani na kwa watu wa sasa. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah, hakika tuliwapa wasia waliopewa kitabu kabla yenu, na nyinyi tumekuhusieni kwamba mumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuko katika aya ya 19 katika surati Yunus katika darasa yetu ya tafsiri, nayo ni kauli yake Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, wama kana an-nasu illa ummatan wahida fakhtalafu. Hawakuwa watu hapo zamani isipokuwa ilikuwa ni umma mmoja. Umma mmoja ni katika tauhidi, hakuna washirikina. Tokea zama za Adam alikuwa ni mtu wa tauhidi, na yeye alikuwa ni nabii wa kwanza, na watoto wake wote ni watu wa tauhidi, wakarithishana tauhidi na imani, wote walikuwa ni mila moja ya uongofu. Fakhtalafu, wakakhtilafiana, yani baadaye kukaja habari ya shirki, kwa hivyo wakakhtilafiana, wakawa hawa ni watu wa tauhidi na hawa ni watu wa shirki. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine akasema, walipokhtilafiana fab'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirin, Allah akaleta manabii wanaobashiria na kuonya. Kubashiria ni kutoa taarifa njema, yani kwa wale ambao wameamini habari njema inawahusu, kwa wale ambao wamekufuru imani taarifa mbaya ni ya kwao. Mubashirina wa mundhirina. Hapa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema fakhtalafu, wakakhtilafiana, walaula kalimatun sabaqat min rabbika, lau kama si tamko limetangulia kutoka kwa Mola wako. Hili ni tamko la qadari. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameandika katika qadari zake, kila mtu amewekewa umri maalumu ambao ataishi. Hata watu wafanye marogo vipi, hawawezi kukua kabla ya tarehe aliyoipanga Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Kwa hivyo Allah atakadiria kwa yule anayekutakia ubaya, kama ni ubaya wa kukuua, yani hayo yote yatakuwa yanafeli mpaka iafikiane na tarehe uliyoandikiwa. Wama kana linafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala, haikuwa kwa nafsi yoyote ikafariki, haiwezekani hiyo, isipokuwa kwa idhni ya Mwenyezi Mungu, yani kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu. Kitaban muajjala, hii tarehe ya kufa mtu ni maandishi yaliyowekewa muda maalum, exactly. Kitaban muajjala. Kwa hivyo tunakufa sisi kwa sababu ya tarehe zetu. Alafu huu ugonjwa unaokuja
unaangushiwa jumba bovu tu, unabeba kesi, lakini huyu mtu tangi hapo alikuwa ni wa nini? Ni wa kuanguka. Ndio maana mtu anaweza akaugua sana asifi, na mwingine akaugua kidogo akafa. Ukilishika hili utarelax katika zile maswaibi ambazo zinatupata. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atuepushe na misiba, sababu misiba ipo lakini haiombwi. Tunaamini ipo lakini si katika utaratibu wa dini kuomba misiba. Kwa hivyo Allah anasema kama sio kwamba kuna utaratibu ameuweka yeye na amekadiria kwamba kila mtu afe kwa tarehe aliyopangiwa, kwa hili kosa la shirki la watu kukhtilafiana wakaacha dini ya Mwenyezi Mungu wakaanzisha chama kingine, kundi lingine, la qudhiya bainahum, wangeliuliwa, la qudhiya bainahum fima fihi yakhtalifuna, kutokana na lile ambalo wana ikhtilafiana. Yani Allah angeleta hukumu awauwe wale waliokhalifu dini, ili ionekane kwamba hawa wamekhalifu dini na wameadhibiwa. Lakini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hapa duniani kwa wakosaji analeta baadhi ya adhabu, na inaweza kuwa haiko wazi kabisa kwamba haya wanayopitia watu ni kwa sababu ya makosa yao. Inaweza kuwa haiko wazi. Kwa nini inakuwa haiko wazi? Watu wanaweza kuwa wanaona sababu za nje ndizo zinazohusika. Na hii kwa sababu hapa duniani sio wakati wa kupewa matokeo. Kwa nini mtu aadhibiwe na adhabu ikawa ni siri? Mpaka usome kwenye vitabu vikwambie, lakini mazingira hayaoneshi moja kwa moja huyu mtu anapata matatizo kwa sababu amefanya shirki, kwa mahusiano yake mabaya na mkewe kwa sababu amemkosea Mwenyezi Mungu. Yeye anaona sababu zingine tu. Allah Azza wa Jalla amejalia nini? Adhabu kwa haya makosa ambao wanadamu wanamkosea Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, bado ni jambo la siri. Ndio maana hata adhabu za kabrini hazioneshwi. Kwa hivyo Allah hawaui akawamaliza wakosaji mpaka wamalize umri wao, lakini pia akiwaadhibu kwa adhabu ndogo ndogo pia inakuwa haiko wazi. Na hilo ndilo ambalo huwa linawahadaa wakosaji kwamba mbona tunadunda tu bwana, mbona afya safi tu, mbona tunakula, mbona mambo yetu mazuri. Mara nyingine hata tunawashinda wale ambao wanashinda msikitini. Hiyo huwa inaleta dhana kwa wahusika kwamba hamna kitu bwana, hawa wanatutisha tu. Ndio makafiri wakasema hizi dini zimekuja kuwatisha tu watu ili warudi kwenye maadili, hata sio vitu vya kweli, vimetungwa. Kwa sababu wanaona wanakosea na hawaadhibiwi. Kwa dhana yao wanaona hawaadhibiwi. Tungelikuwa tunaadhibiwa, at least ingekuwa ni dalili kwamba ni kweli sisi tumemkosea Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hivyo hilo linawahadaa, wanaona kwamba hawana hatia, hawana makosa. Hasa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akampa kipato, akampa mali, akampa cheo, na yeye ni mkosaji. Anaona hakuna athari ukimkosea Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, bali hiyo anahesabu kwamba ni alama ya kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amempenda. Hata anasema Mwenyezi Mungu ameniona bwana, amenipa ihtimam, amenipa umuhimu, amenipa nafasi, kwa sababu tu Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanya kinyume na ilivyotegemewa na binadamu. Mkosaji anaweza akafanya nini? Akaneemeshwa, lakini neema hiyo inakuwa ni kama chambo. Lakini Qur'ani inasema yani kuna matatizo machache katika dunia ni mtihani tu, wala haiambatani na madhambi ambayo wanadamu wamefanya. Lakini hayo ni machache, kama yale ambayo walipata mitume. Hayo matatizo ni mtihani tu, na wakati mwingine yanakuwa yamelenga kukuzidishia wewe thawabu ambazo usingeliweza kufanya ibada ukapata thawabu hizo.
Kuna mengine mengi ni adhabu. Kwa nini nasema mengi? Kwa sababu Qur'ani imetumia neno dhahara al-fasadu, umedhihirika. Neno kudhihirika katika lugha ya Kiarabu ni jambo lililoenea. Matatizo mengi yani tulionayo ni kwa sababu ya madhambi. Mafua kwa sababu ya madhambi. Mazao yana magonjwa kwa sababu ya madhambi. Watu wanapanda hawaoteshi kama walivyotegemea kwa sababu ya madhambi. Ardhi ni bikra lakini haitoi mazao mpaka mtie mbolea kwa sababu ya madhambi. Unaweza ukalima usioteshe ukarudia, usioteshe ukarudia, mpaka uje uvune, ni kazi kweli kweli. Na mpaka vyakula vyenyewe pia ambavyo ni neema vimekuwa ni nini? Ni matatizo kwa sababu ya madhambi. Qur'ani inasema hivyo. Hawaelewi hivi isipokuwa watu ambao wanasoma au wanasikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema makosa ya shirki, kama si kila mtu hafi ila kwa tarehe yake, watu hawa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla angewaua, la qudhiya bainahum. Lakini je, hakuna adhabu zingine ambazo sio kifo kwa makosa ya shirki? Lazima yako makosa kwa sababu ya shirki, kwa sababu haya madhambi mengine yana madhara mengi tunapata. Sasa sikwambii shirki kwa sababu shirki ndio dhambi kubwa kuliko madhambi yote. Wayakuluna, na wanasema makafiri, laula unzila alayhi aya, kwa nini huyu Muhammad kama yeye ni mtume asiletewe muujiza, maajabu, makarama, aya min rabbihi, kutoka kwa Mola wake? Faqul, waambie, innamal ghaibu lillah, haya mambo ya miujiza ni katika mambo ya ghaibu, na hiyo ni sekta ya Mwenyezi Mungu Jalla waala, ni katika khususia na specialization za Mwenyezi Mungu Jalla waala, si jambo liko katika mkono wa binadamu. Kwa hivyo wasimtake Mtume sallallahu alaihi wasallam kuleta maajabu, kwani alipokuja kusema yeye ni mtume alisema mimi nina mamlaka ya kuleta maajabu. Sio madai yake. Ingekuwa ni madai yake alafu mwambie lete maajabu ni sawa, lakini yeye hajaja kudai kwamba yeye ana mamlaka ya kuendesha ulimwengu, sababu kuleta maajabu ni sehemu, ni pati katika kuendesha ulimwengu, mambo ya ulimwengu. Ndio akasema waambie mambo ya ghaibu ni ya Mwenyezi Mungu, mimi ninasubiria tu lile ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ataleta. Fantadhiru, subirini, inni ma'akum minal muntadhirin, mimi pamoja nanyi tunasubiri. Angalia mafundisho ya dini yamebeba unyenyekevu na kumweka mwanadamu katika level yake. Hata nabii hajikwezi kwamba yeye anaweza kuleta maajabu. Najua napigia mstari hapa kwa sababu acha nje ya Uislamu kwa manaswara, acha hiyo manaswara kujikweza na kusema. Hata kuna mmoja nimemsikia anasema ukija kuswali kwenye, anataja hiyo nyumba yao ya ibada ya kwake yeye, anasema huwezi kupata dhiki, huwezi kupata maisha ya tabu. Yani yeye kwa watu wanaoabudu kwenye nyumba ya ibada ambayo anaongoza yeye, lazima watoke maisha yao yanyoke. Anajipa mamlaka sio ya kwake. Allah akitaka anaweza kumfilisi yeye mwenyewe, acha kuwafilisi wafuasi wake. Na watu binadamu wanapenda kudanganywa. Hata kama mtu anafanywa dua na wale ndugu zetu wenye kufanya dua za ruqya ambazo hazina mikwala, watu hawawezi kuamini. Watu wanataka mambo ya mikwala hivi. Binadamu atoe guarantee hata kwenye matibabu, hii dawa ni mujarrabu, utapona kabisa. Ndio watu wanataka hivyo. Sasa hii habari ya daktari kumwambia mgonjwa utapona ni mujarrabu, anakata maneno, sio utaratibu wa dini. Mtu anataka hata ukimwombea dua umpe guarantee. Sio mamlaka ya binadamu mambo kama haya. Na kama hiyo dua hujampa guarantee, wewe haujawa shekhe mzuri. Unajua kwenye jamii kumejaa ujinga mwingi.
Na ndio maana mashekhe wanaojikweza wana watu wengi ambao wamejiweka simple, na ndio dini nataka hivyo. Watu hawawaamini, yani imegeuka. Ingelikuwa alama ya ushekhe wa kweli ni unyenyekevu, sio kujikweza. Sasa watu wameelewa vice versa. Hata shekhe asipovaa kanzu za bei mbaya pia hatakuwa sio shekhe mzuri, mpaka anavaa kanzu za bei mbaya na kofia za nani zinazotoka zile za shilingi 500,000, sio hizi za nani za kichina hizi za 15,000. Nimeona kisa Umar ibn al-Khattab alimwambia Amr ibn al-As, mmoja katika magavana wake, akamwambia nimepata habari. Kamwandikia barua, manake wakati ule hamna simu. Hata kama unapeleka habari hapa na Chalinze lazima utume mtu, hamna, uwezi kupiga simu. Akamwambia nimepata habari bwana, kwamba wewe ukikaa katika kiti cha hukumu. Kiti cha hukumu anamaanisha kwenye kile kiti cha ikulu, ama ilikuwa zamani yani kadhi ni kiongozi, huyo ndio hakimu, anaweza kutoa hukumu pale pale, kama ile system ambayo Magufuli alianzisha. Yeye kama rais anaweza kuwa kwenye mkutano akaletewa tatizo akahukumu pale pale, akasema haki ni ya huyu na sio huyu. Sio katika Uislamu kiongozi anayo mamlaka hayo. Sasa ni kiti cha hukumu, inaweza kuwa ni kile kiti cha ofisini kwake huyo gavana wa Umar ibn al-Khattab, au kiti cha hukumu yeye ni kiti cha mahakamani cha kadhi. Anasema anamwambia nimepata habari bwana kwamba wewe ukikalia kiti unaegemea kwa mapozi kwa ukubwa katika kiti cha hukumu. Akamwambia acha kabisa hiyo tabia na kuwa mnyenyekevu. Navaa katika mavazi ya kawaida yenye unyenyekevu. Kama usipofanya hivyo nitakuuzulu, nitakuteremsha, nitakuondoa katika cheo chako. Kwa hivyo mambo ya kujikweza hayakuwa ni mambo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala makhalifa wake. Hata akija mtu mgeni anamtafuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akija hakuna alama inayomtofautisha na watu wengine mpaka aanze kuuliza hivi, hapa Muhammad ni nani? Rasulullah ni nani? Hawezi kufika tu akamwona huyu hapa, labda kwa mavazi au kwa kiti chake au kwa vile watu walivyomtukuza mpaka kama wanamwabudu. Na maswahaba walikuwa wanamtukuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila shaka na haki hiyo, lakini mambo ya kujikweza sio mambo ya dini. Viongozi wa dini leo katika kujikweza hii iko sana. Hata akiongea na watu kama vile anajua future yao vile, kijana inshallah mambo yako yatakuwa mazuri, naona mambo yako yatakuwa mazuri. Naona hii inamaanisha nini? Yani mimi ni tofauti na nyie, naweza kuona future, naweza kuona hali ya mtu na mafanikio yake. Hakuna hii. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Mwenyezi Mungu azza wa jalla, waambie watu wako wala a'lamul ghaiba, mimi sijui ghaibu. Kama kuna mtu anafikiria Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa daraja yake anaweza kujua huyu mtu mambo yake yatakuwa mazuri au maisha yake ni magumu, mke huyu anamfaa hamfai, kazi hii itamfaa, waambie mimi sina hiyo sifa. Wala a'lamul ghaibi al-ghaiba walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wama massani asu. Kama ningekuwa najua ghaibu jamani, nisingelipatwa na ubaya. Ningekuwa nakwepa. Najua kwenye njia hii nikipita nitapatwa na ubaya, napita njia nyingine. Najua kwamba nikienda Taifa atanipiga mawe, siendi. Mpaka Allah ampe taarifa. Hata siku ile amekaa kwenye ukuta, makafiri wakataka kuja kumteremshia jiwe nyuma ya ukuta limwangukie utosini, wamalize huo mzizi wa fitna. Kwa wao wanavyoona mtume ni fitna. Hakujua maskini ya Mungu, mpaka Mwenyezi Mungu azza wa jalla akamtuma Jibril akamwambia ondoka hapo, kuna jambo linataka kufanyika. Hajui ghaibu. Na shekhe anaweza akasema na shekhe pia anapewa taarifa. Hapewi taarifa kwa sababu hilo katika mafundisho ya dini limefungwa. Aya gani ile katika surati al-Jinn?
alimul ghaibi, Allah ni mjuzi wa ghaib, fala yudhihiru ala ghaibihi ahadan, hamdhihirishi ghaibu yake yeyote, illa man irtada min rasul, isipokuwa mtume ambaye Allah ameridhika kumuonesha baadhi ya ghaibu. Bas, shekhe mmoja anasema, shekhe wenu wa Dar es Salaam hao, anasema, anasimulia ka klipu hivi kwamba alikuwa ameandika barua ya kujiuzulu uimamu. Ile anatoka tu anakutana na shekhe fulani alimtaja, akamwambia lete hiyo barua, yani hamna kujiuzulu, lete hiyo barua. Ina maana hivi anavyosimulia kwamba yule shekhe amejua kwamba ameandika barua ya kujiuzulu na hilo sio jambo zuri, anatakiwa aendelee kutumikia dini, lete hiyo barua, haya endelea na uimamu. Yani vile anavyolielezea mashekhe, anataka kuingiza kwa maamuma kwamba mashekhe wanajua ghaibu, na hii ni kutafuta nafasi tu ya kujikweza ili wao mashekhe wawe tofauti na watu wengine. Sisemi mwadharau, sisemi mwachukulie poa, lakini sio kwa level hiyo kwamba wanajua ghaibu. Tunaweza shekhe tukenda kulima naye huko Dakawat, hata ajui mwaka ukoje, jua likaja, tukakosa mavuno wote sisi pamoja na shekhe, au sio? Hakuna special kati haya mambo, ni mamlaka ya Mwenyezi Mungu, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kiuhakika, yani sasa ukiniambia mimi unalielezeaje hilo tukio alilolisema shekhe? Amesema uongo? Hajasema uongo, ni kweli alinyang'anywa barua. Aliyemnyang'anya barua sio shekhe, kanyang'anywa barua na jini. Huenda kazi yake ya da'wa pale msikitini si kazi inaendana na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Kwa hivyo akiondoka itakuwa yule anayefanya kazi ya shetani ameondoka msikitini, kwa hivyo endelea kufanya kazi. Shetani hawezi kukusapoti kwenye jambo ambalo kama wewe unafundisha da'wa na tauhidi alafu aseme usijiuzulu. Kwa hivyo yule ni shaitani amekuja kwa sura ya nani? Ya shekhe. Shaitani anaweza kujua kwa sababu, sio kwa sababu anajua ghaibu, kwa sababu wakati unaandika barua anaweza kuja mpaka mgongoni kwako wewe umuone, akaona unaandika barua. Haya masala ya aqida yanakuwa ni sensitive sana, yani wakati mwingine darasa ni ya tafsiri lakini tunashindwa kuvumilia tukayapita bila kuyasherehesha. Ni sensitive sana katika dini. Kama watu hawasomeshwi tauhidi, hawawezi kujua vizuri dini yao, na huenda matatizo ya Uislamu tulionayo ni kwa sababu tumekuwa ni wapungufu katika hii engo ya tauhidi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, Mwenyezi Mungu akamwambia waambie, innamal ghaibu, mambo ya ghaibu haya, lillahi, ni ya Mwenyezi Mungu. Mimi na nyinyi tunasubiria tu, hatujui Allah ataleta nini. Fantadhiru, subirini, kama kuna ghaibu, kuna muujiza utakuja, tusubiri. Inni ma'akum minal muntadhirina, mimi jamani na nyinyi tuko pamoja tu, wote tunasubiria. Mimi sijui kama ambavyo nyinyi hamjui. Unaona hii? Ina maana Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hakuwapa manabii ujumbe na mafundisho ambayo yatamtengeneza yeye kama ni naibu wa Mungu vile. Katika Uislamu hakuna hii. Ndio maana nawaambiaga watu wanawekaga misikitini Allah upande wa kulia, Muhammad upande huu. Ukubwa wa maandishi na nakshi yake iko vile vile. Hii kitauhidi mimi naona haiko sawa, kwa sababu kama unamjalia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sawa na Mwenyezi Mungu. Ama ukisema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah, sawa. Hapa umetenganisha vyeo. Allah ni muabudiwa, Muhammad ni mfikishaji wa kile kinachotakiwa katika ibada. Khalas. Ama ukaweka tu Allah Muhammad, hata watawala duniani, ngoja nikupe dalili ya kiakili, hawakubali picha ya raisi iwe sawa sawa na picha ya makamu wa rais. Zinakuaga sawa wakiweka ofisini? Haziwi sawa.
Na kama mbunge ametengeneza picha ya kama ye mgombea anajitangaza na anamtangaza rais wa chama chake, picha zile zinakuwa zina ukubwa ulio sawa, kwa sababu akili ina sensi kwamba hizi picha zikilingana kama vile inaleta taarifa kwamba hawa wanalingana. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio mwenza wa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Yeye ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Kwa hiyo ni makosa kuweka Allah alafu kunaweka Muhammad kama vile wako sawa. Idha adhaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharraa, tukiwaonjesha watu rehma baada ya madhara. Masatuhum, yaliowapata. Ametumia neno la jumla madhara, dharra, matatizo. Matatizo ima katika uchumi, katika afya, katika heshima, matatizo katika dini. Tukawaletea rehma, yani wakatoka katika matatizo baada ya kuwa walikuwa katika matatizo. Min ba'di dharra masatuhum idha lahum makrun fi ayatina, mara wanakuwaga na vitimbi katika aya zetu. Hii ni zaidi ya yani watu hawa wanakuwa ni maadui wa dini ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Qulillahu asra'u makran, waambie Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni mwenye vitimbi vya haraka sana. Taban kuna aya inasema wayamkuruna wayamkurullah, wao wanafanya vitimbi na Allah anafanya vitimbi. Wallahu khairul makirina, na vitimbi vya Allah ni bora, ni zaidi ya vile vya wenye kufanya vitimbi. Ulama wa tafsiri wanasema vitimbi vyao ni batili na vitimbi vya Allah ni haki. Vitimbi vyao ni dhulma na vitimbi vya Allah ni uadilifu. Yani Allah anawalipa kwa mujibu wa vitimbi vyao. Kwa hivyo neno ni vitimbi, lakini kwa hakika vitimbi kwa upande wa Allah Azza wa Jalla ni yale malipo ya ubaya wao wanayowalipa. Qulillahu asra'u makran, waambie Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni mwenye vitimbi vya haraka. Inna rusulana yaktubuna ma tamkuruna, na mitume wetu wanaandika yale ambayo mnayafanyia vitimbi. Lakini Allah amesema qulillahu asra'u makra, Allah analetaga vitimbi vyake haraka haraka, sio? Ndio maana ya aya. Mbona kuna aya zingine zinasema Mwenyezi Mungu anawachelewesha madhalim? Na sio aya tu, sisi pia tunaona madhalimu linapita gepu refu. Jawabu yake ni kutokana na namna mbili. Namna ya kwanza, hiyo time unaiona ndefu, kwa Allah ni fupi, sio ndefu. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna, siku moja kwa Allah ni miaka 1000 ya kwenu. Kwa hivyo Allah kale kama mtu kalikofanya ukorofi akakaachia miaka 10 mbele, miaka 20 mbele, miaka 30 mbele, ni kitu chake kidogo sana, ni masekunde tu hayo. Qulillahu was. Kwa hivyo huo ni muda mfupi. Jawabu ya kwanza. Jawabu ya pili, huko kupewa muda ni katika vitimbi. Yani mtu amefanya ubaya alafu asiadhibiwe, ni katika vitimbi, kwa sababu anakupa time ya wewe uendelee kwenda kwenye kina kirefu zaidi cha ubaya. Na adhabu ya Allah huwa inakuja kwa mujibu wa kina cha madhambi. Kwa hivyo wewe ingia vizuri kwenye kina kirefu ili uje upate adhabu ya kina kirefu. Kwa hivyo kuachiliwa pia baada ya kuwa umekosa, hivyo ni vitimbi pia. Allah anasema wa umli lahum, ninawapa time, muda. Inna kaidi matin, hakika vitimbi vyangu very strong. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema. Kwa hivyo anahesabu kwamba anakufanya vitimbi. Kwanza anakucheza shere, kwa sababu anakunenepesha uje uunguze moto na mafuta yako. Anakucheza shere. Hapa anataka kusema nini? Anataka kusema wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu, wasidhanie waliomkufuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na kumpinga washatoroka, wameshindikana bwana.
Maanake mwanadamu, mpaka Allah anasema hivi, maanake wanadamu wanazo hizo fikra. Anapita kwenye mapito mabaya na mwenyewe anajua haya ni mapito mabaya, lakini anasema Mwenyezi Mungu atatuweza wapi bwana? Hata tumesikia wakisema makafiri juu wanavyowatesa Palestina, wanasema nyie ombeni tu dua zenu haziwezi kutupata. Qulillahu asra'u makran, waambie Mwenyezi Mungu azza wa jalla vitimbi vyake ni vya haraka, lakini haviko katika hiyo sura ambayo nyinyi mnadhania, vinakuja katika sura nyingine kabisa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala si kama viumbe. Qulillahu asra'u makran inna rusulana yaktubuna ma tamkuruna, na mitume wetu wanaandika vitimbi vyenu, kwa hivyo kuna adhabu nyingine inawasubiria. Kisha akasema walladhi yusayyirukum fil barri wal bahr, Mwenyezi Mungu azza wa jalla ndiye ambaye anakupitisheni nyinyi katika bara na bahari. Qul huwa alladhi, waambie Mwenyezi Mungu ndiye ambaye, yani hawa wanaofanya vitimbi na ukorofi, waambie mnapokuwa katika vipandwa vyenu kwenye bara na bahari, Allah ndio ambaye anakupelekeni. Kivipi? Yeye Mwenyezi Mungu azza wa jalla ndiye ambaye ameumba hivyo vipandwa. Na hii nukta huwa napenda kuielezea, kwa sababu watu kwenye sayansi zao na teknolojia zao na zana za sayansi na teknolojia wanaona kama wamejitegemea. Mungu mwenyewe alituumbia punda na farasi na ngamia, sisi tumejibusti bwana, tuko tumeshapitaga huko, sisi tuko kwenye nini? Kwenye magari. Magari mengine sasa hivi yanatengenezwa yanajiendesha yenyewe, yani yakitaka kugongana yana sense, ukitaka kugonga mti ama ukuta ina sense, ukitaka kupaki inajipaki yenyewe. Binadamu na zaidi ya hayo maelezo tunayoyasema kwenye upande wa usafiri wa anga, kwenye upande wa usafiri wa majini, mwanadamu anadhani yeye alijiongeza. Mungu ameishia kwenye kazi ya kufanya nini? Kuumba hivi vipando vya kizamani hivi, lakini hapa walipo wako kwa sababu ya elimu zao na sayansi zao na teknolojia zao. Lakini Qur'ani, Mwenyezi Mungu azza wa jalla anasema yeye ndio alofanya hivyo. Anasema wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah amekuumbieni nyumbu na farasi na punda, litarkabuha, ili muwapande, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina, hawa ili muwapande, lakini pia ni mapambo. Wanyama ni mapambo, ukiwa nao ni mapambo. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahuna, wakati wanaporudi kutoka machungoni na wakati mnapowatoa mnapata uzuri. Nadhani hii inaweza kuwa ni sehemu ya kuondosha stress, kama mtu anaangalia wanyama. Katika mali ambazo hazina stress ni hawa wanyama. Allah akasema wa yakhluqu ma la ta'lamun, na atakuumbieni yale ambayo hamuyajui. Tena akasema, akatumia present continuous tense, ataendelea kuumba. Yani wewe unavyosikiliza hivi, Allah anaumba vipandwa vingine tofauti na vya zamani, na karne ijayo na muongo ujao itakuwa hivyo hivyo mpaka kiyama. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, hivyo havijatoka kuwa ni nje ya viumbe wa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Anasema yeye ndio anaumba, lakini wanasema yakhluqu biwasita, anaumba kupitia akili yako. Wewe unaona mwenyewe ndio unafikiria, kumbe unaremotiwa ufikirie. Lakini hiyo material unayoenda kuichukua ardhini ili utengenezee hicho unachokitengenezea, ya babu yako, si ya Mwenyezi Mungu. Alafu mwanadamu kwa ujinga wake huwa anaona kama ile material iliyokuweko, mpaka akatengenezea chuma, akatengenezea nini, yale zile nyaya ambazo zinatumika sana katika wiring ya nyumba au ya magari, anaona kama Allah aliliweka tu lile, hata hakujua litakuja kufanyia kazi gani. Yeye sema Mwenyezi Mungu ameweka tu
mavitu chini ya ardhi yapo tu, lakini akaangalia hii kazi yake kadha, anadhani ni yeye kagundua Mwenyezi Mungu. Kumbe Allah tokea alipoweka ardhini alijua kwamba hii mtatengenezea waya wa nini, wa umeme. Waya, mambo ya waya yanafanya kazi sana katika madini yanayotengenezea waya, hizi nyaya zinafanya kazi sana. Kwa hivyo Allah ameumba kwa sababu ndio mwenye hivyo vitu, na tangi hapo aliviweka kwa kazi hiyo. Alafu akaja akakurimoti wewe ukidhani wewe ndio thinker, unafikiri, kumbe unafikirishwa. Mimi naangaliaga hata hivyo kompyuta inavyofanya kazi, nasema hii sio akili ya binadamu aliyotengeneza kompyuta. Hiyo kompyuta yenyewe ishaenda mbele zaidi ya utengenezaji wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio aliyeweka hizi system. Alafu hizi system za mawasiliano zinafanya kwa sababu Allah ametengeneza mazingira ya mawasiliano. Akiharibu, akibadilisha hayo mazingira, hizo internet zenu zitafeli, zitabakia tu ziko idle. Mwanadamu bwana kwenye hii dunia hana chake, lakini kwa elimu zake na sayansi zake mpaka nania najifanya mjanja sana na mawani yake na kipara chake, anajiona msomi. Hamna kitu, jinga tu. Tena hasa kujisikia na kujiona we mwerevu, hiyo ni alama ya ujinga mwingine. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaika walisema hatuna elimu hata moja inayotokana na sisi wenyewe. Sio kwamba labda kuna baadhi ya elimu ni ya kwetu wenyewe, wengine Allah umetupa. Elimu zote tulizonazo, hatuna elimu isipokuwa ile ambayo wewe umetufundisha. Na mfano wa mwanadamu alivyofundishwa, Allah ametupa mfano kwamba yeye ndio anayefundisha viumbe. Ametupa mfano mwingine ambao lazima utasaluti na utakubali kwamba Allah ndiye ambaye ameelimisha wanadamu hizi elimu alizonazo. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishuna thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhululan yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Mola wako amempa maelekezo nyuki. Si unaona hana akili? Wewe ni kama nyuki tu, yani nyuki hiyo elimu yake ya kutengeneza asali haitokani na kwamba amesoma, research. Hakuna. Kama ingekuwa inatokana na research, ingekuwa akizaliwa anafundishwa, sio? Mbona hasomi? Wewe unasingizia umesoma msingi, sekondari, chuo. Mwenzio hajasoma anavijua hivyo, ndio ujue kwamba hata wewe uliosoma chuo pia umesomeshwa. Sasa wewe unashindwa kuona kwa sababu umepita katika marhala za kusoma na katika marhala za utafiti. Unadanganyika, elimu yako unainasibisha na utafiti, lakini elimu ni ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Chukua mfano kwenye nini? Kwenye nyuki. Na nyuki elimu yao ni moja. Hawa walioko Morogoro na walioko Uarabuni na walioko India na walioko wapi, knowledge yao ni moja, kuonesha kwamba sio elimu ya kusoma, hiyo ni elimu ya kuwekewa na kupewa. Allah amempa wahai nyuki anitakhidhi, mpaka makazi yameelekezwa, mahala pa kutengeneza asali na kufanya makazi na kuzaliana katika majabali. Anitakhidhi minal jibali buyutan, fanya makazi katika majabali, wa minashajari, na katika miti, wa mimma ya'rishuna, na katika yale yanayotengenezwa na binadamu, mizinga, wa mimma ya'rishuna. Na ulama wakanoti wakasema Allah ameanza na asali ya majabali kisha ya miti, kwa sababu ya majabali nzuri zaidi kwenye matokeo hayo ya kimatibabu ambayo yametajwa katika aya. Ni nzuri zaidi, content yake ni nzuri zaidi kuliko ya kwenye miti, na ya kwenye miti ni nzuri zaidi, miti ile ya kwenye mapori, kwenye asili, kuliko ile ambayo iko katika mazingira yaliyoandaliwa na binadamu. Naam, hata wale wanyama waliokulia katika mazingira ya asili
kiafya ni wazuri zaidi kuliko wale waliotengeneza mazingira ya kubunibuni alafu mkawafuga. Thumma kuli min kulli thamarati, kisha wewe nyuki kula. Tena nyuki wa kike ndo anazungumzwa hapa. Kula katika matunda mbalimbali. Alafu huyu nyuki anakula katika matunda mbalimbali, anayafuata mbali, si atapotea asirudi. Allah akasema fasluki subula rabbiki dhulula, pita katika mapito ambayo Allah ameyafanya ni simple. Fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu, kunatoka katika matumbo ya nyuki. Ina maana kiwanda cha asali kiko katika tumbo la nyuki. Qur'ani ishasema siku nyingi. Nyewe mnagundua sasa hivi hapa na kwamba anayetengeneza nini asali ni nyuki wa kike. Mnajua sasa hivi yakhruju min butuniha, inatoka asali katika haya matumbo ya nyuki jike. Sharabun, inatoka kinywaji fihi shifaun, ambayo ina rangi tofauti tofauti. Na asali ni dawa kwa kutegemeana na type zake. Kwa hivyo kama umetumia asali, umeambiwa tumia asali, ni dawa. Ukiona haujapona, basi badilisha aina ya asali, badilisha aina ya asali au changanya, kwa sababu ile dawa yake iko kwenye kutofautiana aina zake. Maana yake hiyo inaashiria tofauti ya mchanganyiko, sio? Yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Katika hii asali kuna dawa kwa watu. Ndio imekuwa dawa nyingi zinazotengenezwa leo duniani za kisasa na za asili, kichanganyio chake imekuwa ni nini? Na asali. Unaambiwa nini hawa Warusi wanatumia sana dawa za asili, lakini kila dawa ya Mrusi na lazima kichanganyio chake ni asali. Inasadikisha Qur'ani. Na usiseme sijapona. Kupona ni masala mengine. Unaweza ukatumia dawa, lakini kupona ni mamlaka ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Mamlaka ya kupona hayako kwenye dawa. Kwa hivyo unaweza ukatumia dawa lakini usipone, au sio? Kupona ni issue nyingine. Lakini ni dawa si dawa, ni dawa. Fihi shifaa'un linnas. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna. Kwa hivyo hivi vifaa mnaposafiria ni Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ndio amewafundisha wanadamu. Ilikuwa kumbe kila mtu anapopanda gari na enjoyment ile anavyoipata kwenye gari na ule urahisi ulivyofanywa na wanasayansi kwenye hiki kipandwa, ilikuwa ahudhurishe nini fadhila na ihsani ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alivyowapa watu, mpaka mtu anaendesha gari ni nyepesi kabisa, usafiri mwepesi. Hausubiri mvua imalizike, unawasha taa, unawasha AC, kama kuna baridi unawasha joto, halafu utaki kumsujudia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Bora mbwa ana shukrani, kwa sababu mbwa hawezi kumsahau yule anayemlisha na anayemtendea ihsani. Hata kama awe mbwa yule mkali kabisa ambalo limelishwa lina maguvu, hawezi kumvamia yule ambaye anamtendea wema. Hata ni kikongwe, ni kizee, au sio? Akimwona hata umpige yule mbwa mkali, hata umpige shekha atakimbia, hawezi kukushambulia. Binadamu hamjui Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Sasa hii akili gani hii? Hamjui Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, akili gani? Yani mbwa amekuwa na akili ya kujua wema na kurudisha wema kuliko binadamu. Hata anajipangia haabudu Mwenyezi Mungu au ataabudu kwa vipindi. Miezi 12, chukua mwezi mmoja tu. Mwenyezi Mungu chukua mwezi mmoja. Na huo mwezi mmoja nitafunga tu, si swali. Ya salam. Ya salam. Kwa hivyo, kwa kuwa yeye ndio aliumba vipandwa, ndio anasema yeye ndiye ambaye anakupelekeni. Kaumba vipandwa, namba moja. Namba mbili, kaumba mazingira ya kusafiri hivyo vipandwa. Hii anga, ndugu zangu, yenyewe haijatajwa kwa wazi katika aya. Vipandwa vya anga havijatajwa kwa wazi katika aya.
kwa sababu kwa wakati ule Qur'ani ingeliwafanya watu wa kufuru. Wasema mnaona sasa maneno yasiyokuwa na akili haya. Na Allah hawategi watu wa kufuru, hawategi watu ili wa kufuru. Na ndio maana hata kule alisema ataumba vipando msivyovijua. Kwa hivyo lugha ile haikuwasumbua wale, lakini kumbe Allah alikuwa anakusudia hivi vipando vya machuma hivi. Allah anawasemesha watu lugha katika maajabu ya Qur'ani. Anasemeshwa maamuma inaendana na level yake ya maamuma. Alafu aya hiyo hiyo akisikiliza mtaalamu anaiona katika level ya juu sana ya sayansi ya kitaalamu. Kwa hivyo hapa amesema tu yeye ndio ambaye anakuendesheni katika bara na bahari. Yusayyirukum fil barri wal bahri, katika bara na bahari. Hata idha kuntum fil fulki, mpaka mnapokuwa katika fulki, katika safina, meli. Wajaraina bihim birihin tayyiba, na hizo safina zikawaendesha zikaenda pamoja nao, yani zinaenda zikiwa zimebeba hao abiria birihin tayyiba, kupitia upepo mzuri. Safina zamani zilikuwa zinasafiri kwa upepo, birihin tayyibatin. Hata hizi za injini pia zinasafiri kwa hizo materials zilizoumbwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na kwa upepo ulioko kwenye mashine, birihin tayyibatin. Wafarihu biha, na wao wanafurahia. Jaatha rihun asifun wajaahumul mawju min kulli makani, huwa wanapopelekwa kwa upepo mzuri, mara unakuja upepo wenye kuvuma, upepo mkali. Wajaahumul mawju min kulli makanin, yanawaijia mawimbi kutoka katika pande mbalimbali. Wadhannu annahum uhita bihim, mpaka wanakuwa wanadhana au yaqini kwamba wamekwisha kuzungukwa, yani hakuna namna. Da'u Allah mukhlisina lahu din, watu hawa wanamuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika hali ya kumtakasia maombi. Yani nyinyi mnapokuwa katika matatizo, mbona mnamuomba Allah kwa ikhlas? Hamuombi ile miungu yenu ile mlipokuwa mnaenda kutafuta, mnaenda kulima, wanalima na uchawi na ushirikina kwenye biashara, na uchawi na ushirikina. Mkitaka kusafiri, mnasafiri kishirikina. Mbona mambo yakifika hapa amrudii hizo hirizi zenu? Da'u Allah mukhlisina lahu din, mnamuomba Mwenyezi Mungu kwenye mambo mazito. Yani huyo ndio mlitakiwa mdumu naye katika kumuomba. Da'u Allah mukhlisina lahu dina, la in anjaitana, mnamwambia laiti kama utatuokoa, min hadhi, kutokana na hili, lanakunanna minashakirina, tutakuwa ni katika wenye kushukuru. Yani madhumuni ya aya ni kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla huwapitisha wanadamu kwenye raha ili washukuru, na anawapitisha kwenye matatizo ili wamuombe, na anapitisha kwenye matatizo ili wamuombe. Lakini sasa mbona nyie mnamuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwenye matatizo tu, hamumuombi mkiwa katika raha? Na mkimuomba kwenye matatizo, akiwatoa kwenye matatizo, mbona mnarudi tena kuomba miungu ile ambayo haikukusaidieni wakati wa matatizo? Dunia ya leo, ndugu zangu, imejaa ushirikina, na ulama wanasema leo ushirikina umezidi zamani, kwa sababu hawa wa zamani mambo yakiwa tight wanamuomba Mwenyezi Mungu, tena mwenyewe amethibitisha kwa ikhlas. Yes, ndo anaona nyoyo zao, anasema wana ikhlas, yani wanamuomba Allah kwa dhati ya nafsi. Wakasema washirikina wa leo ni mabaya sana, wanaomba mizimu yao, hata mtu anakufa na anataja Mungu wake na mzimu wake. Ina maana hawa ni mabaya zaidi. Falamma anjahum idha hum yabghuna fil ardi bighairi alhaq, alipowaokoa wakawa wanatafuta katika ardhi kinyume na haki. Hii ni pana,
ima wanafanya dhulma katika ardhi, yabghuna fil ardi bighairi alhaqi, au yabghuna fil ardi bighairi alhaqi, yani hawamwabudu Mwenyezi Mungu. Yule aliyokutoeni kwenye matatizo ndio mlitakiwa muendelee kufanya nini? Kumuomba na kumwabudu. Mbona mnamlilia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwenye matatizo, akiwatoa kwenye matatizo mnamsahau Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu? Yabghuna fil ardi bighairi alhaq. Ya ayuha nasu, enyi wanadamu, inama baghyukum ala anfusikum, kukia kwenu mipaka ni dhidi ya nafsi zenu. Hii ingetosha, yani kipande hiki kingeeleweka, kingetosha kuwa ni speed governor inayomzuia mwanadamu kwenda spidi kwenye madhambi, kwamba ninapofanya ubaya ni dhidi ya nafsi yangu. Dhidi ya nafsi yangu kivipi? Yani nitailetea nafsi yangu adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya madhambi ya akhera, ya kaburini, matatizo ya duniani. Wanasema anayefanya maasia ni adui wa nafsi yake. Wakasema adui yako anaweza akakutafuta miaka nenda rudi hajakupata, alafu wewe unafanya madhambi ambayo yatakuletea adhabu kesho au kesho kutu haraka sana, au unafanya madhambi ambayo yatamrahisishia adui. Kwa unajua Allah anatuhifadhi kwa mema. Mema ni katika sababu ya kuhifadhi waje. Kwa hivyo unapofanya madhambi inakuwa ni sababu ya Allah kuondoa hifadhi yake, ukapatwa na madhara ya mtu aliyekuwa anakutafuta. Kwa hivyo anayefanya madhambi ni adui wa nafsi yake. Ndio maana Qur'ani inasema wama dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sisi hatujawadhulumu wanadamu kwa kuwaletea madhambi, kwa kuwaletea adhabu, bali wao wamezidhulumu nafsi zao kwa kufanya madhambi yaliyoleta adhabu. Tungeelewa vizuri maneno haya, mtu angelilinganisha kati ya starehe na ladha anayopata katika maasiya na matatizo atakayopata, angesema hapana, hii na sacrifice. Mtu akitaka kufanya maasiya na akumbuka kwamba anaweza kuwa anatengeneza channel ya adhabu. Mtu anaweza kupata fedheha katika maisha yake kwa sababu alifanya zinaa mara moja tu. Inama baghyukum ala anfusikum, kukia mipaka kwenu ni juu ya nafsi zenu. Mataa alhayati dunia, kukia mipaka, mwanadamu katika kukia mipaka huwa anatafuta starehe. Allah akasema mataa alhayati dunia. Kwa nini hapa imekuwa ni mansub? Yani ni mansubun lifi'lin mahdhuf, yani tamatta'u mataa alhayati dunia. Stareheni starehe za duniani. Thumma ilaina marji'ukum, kisha kwetu sisi marejeo yenu. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna, tutakwambieni yale ambayo mlikuwa mkiyafanya. Ndugu zangu, acha kuwauliza wazee. Sisi wenyewe wa umri huu tumewaona watu wangapi waliishi vibaya, lakini ilikuwa ni katika sura kwamba wanakula maisha, sio? Tumewaona wangapi wamefika mwisho wa maisha yao, wameacha hizo mali walizokuwa. Tumewaona wangapi katika watawala, tumewaona wangapi katika watu matajiri, watu wenye maisha, tumewaona wangapi. Huo ni ushahidi kama anavyosema Allah, mataa alhayati dunia, stareheni hizo starehe fupi za maisha ya dunia. Thumma ilaina marji'ukum, kisha kwetu mtarejea. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, tutakwambieni yale ambayo mlikuwa mkiyafanya. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema inma mathalul hayati dunya kama'in, si vinginevyo haya maisha ya dunia. Akataja katika aya ndefu, akayaelezea kirefu maisha ya dunia, akayaelezea katika hali ya kuyashusha bei.
sio katika hali ya kuyatukuza. Kwa sababu gani? Kama vile anamwambia mwanadamu, usiwe mshamba bwana, usiwe limbukeni, dunia si lolote bwana. Kwa sababu gani? Dunia imeingia wapi sasa hapa? Ni mwanadamu na Mola wake. Dunia imeingiaje? Kwa sababu ndio inayomhadaa, ndio inayomrubuni. Mwanadamu anarubunika mwenyewe na dunia. Kwa hivyo anaona akishika misingi ya dini atachelewa, atadhibitiwa. Kwa mfano, mtu mwingine anafikiria, mimi na mali zangu nije nifuate mipaka ya dini, niwe nakula mchele tu na nyama na mayai na samaki na mke mmoja tu wa halali, na anaona mali zake ni nyingi, atakuwa amejizuilia, amejiblock na stare nyingi. Kwa hivyo anaona ili atumie vizuri mali yake, afungue milango, atoke nje ya mipaka ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ndio Allah akamwambia, hizi starehe za duniani ni fupi, utarudi kwangu. Kisha akazielezea ufupi wake na vile ambavyo haya maisha yanadanganya. Inama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma yaakulu an-nasu wal an'am hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Wallahi hii aya peke yake inakuwa ni darasa ndefu, lakini kwa mukhtasari Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema mfano wa maisha ya dunia ni kama vile maji yaliyochanganyika na mbegu ambazo huwa zinaota ardhini katika vile vinavyoliwa na binadamu na wanyama. Mfano katika engo gani? Unajua kuna wajhu shaba, sio? Angalia katika lugha, ukisema huyu anafanana na huyu, hiki kinafanana na hiki, huwa hufananishi kitu kizima kizima, huwa kuna engo ya kufananisha, sio? Huyu ni kama baba yake, labda sauti. Huyu ni kama baba yake kuzungumza. Huyu ni kama baba yake kwenye kuchakarika. Huyu ni kama baba yake kwenye ukali, sio? Allah anafananisha maisha ya dunia na maji na mimea kwenye kipengele gani? Kwenye kipengele cha kunawiri haraka na kule kunawiri kunakomalizika haraka, mafupi. Kama in anzalnahu minas samai, ni kama maji ambayo tumeyateremsha kutoka mbinguni. Fakhtalata bihi nabatul ardi, yakachanganyika na mimea ya ardhini. Mimma yaakulu nasu, ile mimea ambayo inaliwa na binadamu, wal an'amu, na wanyama. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameadi hapa maisha ya duniani yanafananishwa na mimea? Si ilikuwa inatosha tu kwamba yamefananishwa na nini? Na mimea. Kwa nini ameadi? Wanasema hadhihi jumla mu'tarida, ni kama vile maudhui iliyojichomeka nyingine. Sababu hii habari ya kuwa haya maisha yanafananishwa na mimea, ni maisha yanafananishwa na mimea. Sasa hii habari ya kwamba hiyo mimea inaliwa na binadamu na wanyama, hii unaona kama iko pending, iko peke yake, sio? Kwa nini hii nayo imetajwa? Hiyo tutairudia baadaye. Ni kama vile mimea ambayo imechanganyika na ardhini, yani mbegu zake nabatul ardhi, ni mimea ya ardhini, yani iko ardhini. Angalia ufasaha wa Mwenyezi Mungu. Mimea ya ardhini, yani hiyo mimea inakuwa ardhini, ikachanganyika na nini? Na maji. Mimea ikiwa ardhini ikichanganyika na maji huwa inaota. Ilipota ikanawiri sana, tena haraka sana. Angalia, ukipanda mahindi au ukipanda mmea wote, ikinyesha mvua, siku 2-3 tu utakuta hiyo mimea, hiyo mahindi yana majani 3, 4, 5, haraka tu. Kama ulikuwaga unapita, yani hautii maanani kwenye hilo shamba, mara ukija
Ukiangalia kwa umakini, si juzi tu hapa jamaa alikuwa anakata mashimo, haraka haraka inamea na inastawi na inanawiri na inakuwa ni ya kijani. Faqtalata bihi nabatul ardi, kachanganyika na mimea ya ardhini, mimma yaakulu nasu wal an'am, katika inayoliwa na binadamu na wanyama, hata inaenda mpaka akhadhatil ardu zukhrufaha, ardhi inachukua zukhruf, ni kunawiri, au zukhruf ni dhahabu, ikachukua udhahabu wake. Hii ni lugha ya kuazima sasa, sababu mimea haiwi ni dhahabu. Hii ni lugha ya kuazima. Ni kama vile useme somo la dhahabu. Somo haliwezi kuwa dhahabu, lakini ni lugha ya kuazima, sababu dhahabu ni kitu kizuri na ghali na cha thamani. Mpaka ardhi inapochukua kunawiri kwake na udhahabu wake, wazayyanat, na ikapambika, wadhanna ahluha, wakadhania watu wenye yale mashamba, annahum qadiruna alaiha, kwamba yani amefika katika stage ambayo anasema basi hapa mimea imeshavuka, tunaenda kwenye mavuno. Allah anasema ataha amruna laylan au naharan, huwa linakuja jambo letu wakati wa usiku au mchana. Yani kadari za Allah za matatizo zinakuja usiku ama mchana. Kama ni kifo kinakuja usiku au mchana, kinachukua huo mmea, yani mali yako na mapambo yako ya duniani, au nachukuliwa wewe. Faja'alnaha hasidan, tunajalia hiyo mimea ni kama yenye kuvunwa, au ni yenye kuvunwa, kaan lam taghna bil amsi. Hii taghna ni katika akhawati kana, kaan lam takun bil amsi, kama vile haikuwepo jana. Angalia, na kuambieni nyinyi kwa umri wenu na mimi ambao sio wazee sisi, sio tumewaona watu wangapi walionawiri katika miji, katika vijiji. Mji wa fulani bwana, kampuni ya fulani bwana, inaoneshewa vidole, sio? Alafu inafika tunasikia bwana amefariki yule mtawala, bwana amefariki yule tajiri. Kitu gani kinaendelea baada ya hapo? Hilo jina linakufa kama vile hakuwepo mwenye hilo jina vile, kama hakupata kuvuma vile. Kaan lam taghna bil ams. Hiyo mimea mfano wake ni kama mtu ambaye alinawiri, jina lake likavuma, alipokatika, kaan lam taghna bil ams, kama vile hakuwepo jana. Na kila muda unapokwenda ndio wanazidi kukusahau kabisa, wanaanza kukukumbuka kidogo kidogo, inapungua hiyo kidogo kidogo mpaka unasahaulika kabisa. Ni kama vile tumesahau kama tulikuwa na Nyerere, kama vile hatukuwa na Mwinyi, kama vile hatukuwa na Mkapa, kama vile hatukuwa na Salmin Amur, kama vile hatukuwa na hata Magufuli wajuzi, kama vile hatukuwa naye. Na hawa, yani unapozungumza watu wenye majina, hawa ndio wana majina hasa, kwa sababu kwa hiyo renki ya utawala anakuwa ana uchumi mkubwa na ana mamlaka makubwa ya juu ya mwisho kabisa. Sasa je, wewe ndugu yangu, faj'alnaha hasidan kaan lam taghna bil ams, tunaijalia ni yenye kuvunwa kama vile haikuweko jana. Kwa hivyo Allah anavuna binadamu ni kama mimea yake hiyo. Allah anasema kama hivyo, kwa hiyo mifano inavyopigwa, kadhalika kama hivyo, nufassilu ayati, hivyo ndivyo ambavyo tunapambanua maelezo ya aya zetu, liqaumi yatafakkaruna, kwa watu wenye kutafakari. Yani hapa haya yaliyozungumzwa yatafakari, uyapanue, uyaelewe vizuri zaidi ya hivi yalivyosema. Rukhsa, Allah ametoa rukhsa, fikiri hapo kwa upana, liqaumi yatafakkaruna. Nilisikia maneno ya mmoja katika salafu saleh, nimemsahau, dhana yangu inaniambia ni sahaba, kwamba niliona yani nini maneno yake, lakini nimemsahau ni nani. Anasema inatosha kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla
ametuonesha vile dunia isivyokuwa na maana kupitia chakula tunachokila. Kiko mezani kizuri, kikienda mdomoni kikitafunwa kikitemwa unakionaje? Alafu kikienda tumboni kikitoka unakionaje? Anasema Allah ametupigia mfano wa dunia haina maana kupitia chakula kizuri ambacho baadaye kinakuwa kadha. Niliposoma aya hii nika connect. Ndio maana Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hakuishia tu kusema mfano wa maisha ya dunia ni kama mimea, akasema inayoliwa na binadamu na wanyama. Si nilikwambieni hapa kuna swali. Hii Allah anafananisha maisha na mimea inavyochakaa haraka. Hii habari ya kwamba inaliwa na binadamu imeingiaje? Huo nao ulikuwa ni mfano una adi uelewa kwamba dunia haina maana. Hata huu mwili ndugu zangu, huu mwili tunavyounenepesha na kuupaka mafuta ya thamani na kuchana na nini na nini na nini. Angalia, kuna watu wanatofautiana tabia zao. Kuna watu wana tabia ya kupenda mwili wao, sio? Atanunua mafuta ya 200,000, ya 300,000 ya nywele zake, ya ndevu zake, na ataulaza mahala pazuri, ataweka na AC alale pazuri. Hatimaye utaingia kaburini, utaoza, utaliwa na wadudu. Wewe ulikuwa unakula ng'ombe, sasa wewe utaliwa na funza. Siku moja nilitafakari, sisi tunawalaga ng'ombe, kumbe na sisi nao tunaliwa tu bwana, na funza tena. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa hili jambo la umauti alivyolileta na prosesi zake, ameteremsha kabisa kiburi cha mwanadamu. Dunia ni fupi na ikimalizika inamalizika hivyo. Wanakusahau kabisa haki ya Mungu. Mkeo, watoto wako, mtu akiwachekesha au akiwafurahisha, siku ya msiba watatabasamu. Qasiril amala fi dunya tafuz wa dalilul aqli taqsirul amal inna man yatlubuhu almautu ala ghirratin jadirun bilwajal. Punguza malengo marefu duniani, kwa sababu wewe muda wako, kwa mfano mtu wa miaka 40, 50, acha kutaja wazee hawa ambao tunawaona bado wana nguvu, kwani mbele kuna miaka mingi sana. Ukimtaja mzee wa miaka 60 au 70 ndio kabisa, mbele kumebakia madakika tu. Yeye ana mipango tena inayokula akhera yake, inayodistabu harakati zake za kutengeneza pepo yake. Hiyo mipango iko mbele miaka 100, miaka 200. Kwa nini unapanga mipango ambayo wewe haupo shehe? Hiyo sasa ndio inayokufanya, kwa sababu umejisema upo tu, ndio unajipa na matumaini kwamba upo hapa, utengenezi pale unapoenda, kwa sababu wewe umeshasema nipo hapa. Kwa hivyo huwezi kutengeneza pale, kwa sababu wewe umefuta ile inayosema kwamba wewe unaenda pale, na hiyo inauharibu moyo wako. Mmoja katika salafu salih anasema kama nitasahau kifo siku moja tu, ina maana nakumbuka kifo kila siku. Kama nitasahau siku moja, ninaogopea hiyo kusahau siku moja kutauharibu moyo wangu. Kwa hivyo kila siku anakumbuka mauti. Wallahi mimi mauti nakumbuka kila siku. Ndio natakiwa tuwe hivyo hivyo, na hiyo ni neema. Kama unakumbuka mauti kila siku, pamoja na mapungufu, utakuwa una nafuu. Kujipa matumaini sana ni mbaya. Punguza matumaini katika hii dunia na mipango mirefu, na utafuzu. Na dalili wa dalilul aqli taqsirul amal, na dalili ya werevu wa mtu ni pale ambapo hajiwekei malengo marefu duniani. Akasema inna man yatlubuhu almautu ala ghirratin jadirun bilwajal, hakika mtu ambaye anatafutwa na mauti, anawindwa, anatafutwa sio fasaha,
anawindwa, sio fasaha, anaviziwa na mauti. Jumlisha hizi lugha zote, anatafutwa, anawindwa, anaviziwa, ala ghirratin, na yeye mwenyewe hajui kama anaviziwa. Unajua kuna kutafutwa na wewe huwaoni wanaokutafuta watakuvizia kwenye kona gani, lakini huko awea kwamba mimi bwana kuna watu wananitafuta. Sasa kuna mtu anatafutwa na hajui kama anatafutwa. Wewe unatafutwa unajua, ama unatafutwa hujui? Unajua kama utakufa bwana. Inma yatlubuhu almautu ala ghirratin jadirun bilwajal, anayetafutwa na mauti katika hali ambayo hajui atakuja lini, ana haki ya kuogopa kwamba anaweza akaja time yoyote. Kwa nini usiogope wewe ambaye unaweza kufa time yoyote, na ukifa pale pale anaanza mahesabu? Shekhe, acha kuzikwa. Yani matokeo ya amali zako yanaanza kuja kuanzia kwenye namna ya kutolewa roho yako kabla hata hujafa, kwenye namna unavotishwa na malaika, au kama ni amali njema inavyotolewa roho yako kwa upole. Kwanza wanakuja wanakupa taarifa kama wewe ni mtu mwema. Yani malaika au niseme Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaona huyu mja wangu muda wote amekuwa akiniogopa na akiniabudu kwa kuniogopa. Muda wa kuhofia umeisha. Hasubiri mpaka ufe alafu kaoneshe. Analeta malaika kabla hujafa, yani ufanyiwe utulizwe mapema. Yani Allah anaona ni muda mrefu mja wangu atateseka. Anasema an la takhafu wala tahzanu, bwana usiwe na wasiwasi. Vitu vyako ulivyoviacha vya duniani usivihuzunikie, na huku unakoelekea usihofu. Ndio huyu mtu akifa anakufa hali ya kuwa ni mtulivu wa nafsi. Ndio Allah akasema kufa kwa kifo hiki bwana, fanya amali ili ikifika time ya kufa ufe hali ya kuwa na utulivu. Ndio akasema ya ayatuha nafsul mutma'inna turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, rejea kwa Mola wako ukiwa nafsi imetulizana na umeridhia. Unaridhikaje kufa jamani? Unapewa taarifa kabla hujafa, unaambiwa mambo safi. Hata yule malaika anayekuja kuna zile amali zako imekuja katika hadithi, Allah anazipa sura ya binadamu, lakini humjui, ila ukimwangalia unaona anakuja kwa kheri yule bwana. Wewe bwana, mbona unakuja, ujio wako unaonesha ni ujio mzuri bwana, una jambo gani? Anamwambia mimi ni amali yako njema, Allah amegeuza kumfurahisha huyu mja wake. Na mwingine anaona mtu anakuja jambazi tu, washarishari tu, yani ujio wake unaona kama ingelikuwa ni kwenye uchochoro, unaanza kuangalia pa kuchomokea ni wapi. Bwana wewe nani, mbona unaonekana unakuja kwa ubaya bwana? Naambia mimi ni matendo yako mabaya. Hasa hawezi kufa kwa amani. Hawezi kufa kwa amani. Kwa hivyo anayehofu, tumalizie kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balagha almanzil. Anayeogopa huwa anatembea mapema. Anayeogopa nini? Yani unaenda nyumbani kwenu, hapa katikati unahofia ukichelewa kupita hapa mapema utakutana na simba, utakutana na majambazi, hata nikiharibikiwa na gari hapa usiku ni pabaya. Unafanyaje? Unatoka mapema, upite mapema kwenye ile eneo ambalo ni hatari kupita wakati wa usiku. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man khafa adlaja, yani sara fi awwali nahari wa man sara fi awwali nahari balagha manzila, na anayeondoka mapema atafika mapema. Katika hii dunia bwana, kama unaogopa yani mauti yanaweza yakakushtukiza yakakukuta vibaya, jiweke vizuri mapema ili akikukuta yasikukute vibaya. Na hiyo ndio maana ya kauli ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mcheni Mwenyezi Mungu kweli wa kumcha, msife isipokuwa ni Waislamu. Ni sife isipokuwa ni Muislamu kivipi? Swala la kufa liko nje ya uwezo wangu.
Haujaambiwa usife, umeambiwa kufa Muislamu. Maana hadha, yani jiweke kuwa ni Muislamu muda wowote. Mauti si hajakwambia anakuja lini. Yakija time yoyote anakukuta tu uko standby, ni Muislamu. Kwa sababu ukitoa mwanya wa kuwa wewe kuna baadhi ya madakika huko nje ya Uislamu, inaweza kuwa ndio madakika ya kufa, alafu ukafa, sio nani? Sio Muislamu. Thumma ilaina marji'ukum, kisha kwetu sisi marejeo yenu, fanunabbiukum bima kuntum ta'maluna, tutakwambia ni yale ambayo mlikuwa mkifanya. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atujalie kusikiliza maneno na kufuata yale mazuri yake. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma asin khitamana, Allahumma yassir kull asir waltuf bina fima jarat bihi al-maqadir. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.